Lengo la mkutano wetu tunaofanya leo ni tunataka tutoe taarifa kwa umma kuhusiana na maandalizi ya tukio la utoaji tuzo kwa washindi wa shindano la kitaifa linalojulikana kama Vijana Uchumi Challenge ya mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, tukio la utoaji wa tuzo kwa washindi wa shindano la kitaifa la Vijana Uchumi Challenge itafanyika tarehe 5 mwezi Julai 2026 katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere unaojulikana kama JNICC hapa Dar es Salaam kuanzia saa 2 asubuhi, ambapo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika tukio hilo. Ndugu waandishi wa habari, shindano la kitaifa la Vijana Uchumi Challenge la mwaka 2026 limeanzishwa katika mwelekeo wa kutoa nafasi kwa vijana wa Tanzania kutumia fikra, ubunifu, maarifa pamoja na vipaji vyao katika kushiriki kujenga uchumi wa taifa letu. Serikali inaamini kwamba vijana wana mchango mkubwa sana katika kutafuta majibu ya changamoto za kiuchumi, lakini pia na majibu ya kijamii, kuongeza ajira, kuimarisha uzalishaji, kukuza ujasiriamali, lakini pia kutoa masuluhisho ambayo yanaweza kugusa maisha ya wananchi wa Tanzania. Vile vile serikali inatambua kwamba vijana wa Tanzania wana uwezo mkubwa sana wa kushiriki katika kujenga uchumi wa taifa kupitia fikra bunifu ambazo wanakuwa nazo, shughuli za ujasiriamali, kushiriki kwenye masuala ya kiteknolojia na uzalishaji, na ndio maana shindano hili limeandaliwa ili tuweze kuibua mawazo bunifu ya vijana, tunayachambua, lakini pia yale ambayo yataonekana yanatija tutayakuza na kuyaunganisha pia katika fursa za utekelezaji wake. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, Vijana Uchumi Challenge sio tu shindano la kuwapata washindi wenye mawazo bora, lakini ni jitihada ya makusudi ya kuanzisha mfumo wa kuwatambua vijana wenye mawazo mazuri, wenye ubunifu ambao tunaweza tukawaendeleza kama serikali, lakini pia tukaunganisha na wataalamu, taasisi za kifedha, fursa ambazo zinapatikana taasisi binafsi. Mawazo ya vijana wengine yanahitaji uwekezaji, tutaunganisha na wawekezaji, lakini pia na wadau wengine wa maendeleo, ili mawazo yao yasiishie tu kuwa maandishi ya kimiradi, lakini tuweze kuzigeuza ziwe biashara na huduma ambazo zinaweza zikaleta manufaa kwa taifa letu. Shindano hili ambalo limefanyika linaongozwa na kauli mbiu ambayo inasema wana tunafikiri, taifa linasonga, ambapo maana yake kauli mbiu hii inabeba ujumbe kwamba vijana wanapopewa nafasi ya kusikilizwa na kushirikishwa katika kutafuta suluhisho la changamoto, taifa linapata nguvu mpya ya kusonga mbele kwa pamoja. Uhamasishaji wa kitaifa wa shindano hili ulifanyika kuanzia tarehe 13 mwezi wa 4 hadi tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, vyuo mbalimbali, taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za kielimu, matukio ya vijana ambayo yamefanyika katika maeneo mbalimbali ambapo vijana wanapatikana, ili kuhakikisha kwamba vijana wote wanakuwa na fursa ya kupata taarifa kwa wakati na taarifa sahihi. Kwa katika kipindi hicho tangu tumeanza uhamasishaji huu, jumla ya mawazo 7852 tuliyapokea kutoka kwa vijana wa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Baada ya kupokea mawazo hayo tuliyachambua na kwa kuzingatia vigezo ambavyo viliwekwa, ikiwemo ubunifu wa wazo lenyewe, uhalisia wa wazo, uwezekano wa wazo lenyewe kutekelezeka, matokeo ya kiuchumi yatakayopatikana ikiwemo kuzalisha ajira, lakini pia uendelevu wa wazo lenyewe na uwezo wa wazo ambalo wamelitoa kuweza kutatua changamoto ambazo zinakabili jamii yetu, hasa zile changamoto ambazo ni halisi katika jamii yetu. Wakati tunatoa matangazo, tulijikita kwenye sekta 9 za kiuchumi ambazo zinalenga mwelekeo wa dira yetu ya mwaka 2050. Dira ya mwaka 2050 kuna vitu wanaziita transformative sectors, kwa sekta za mageuzi ambazo ziko 9. Kwa tuliwataka vijana pia wajikite katika sekta hizo. Kwa katika mawazo ya 10 yamerange kutoka kwenye maeneo mbalimbali, lakini eneo kubwa zaidi ni kilimo na mnyororo wa kuongeza thamani kwenye kilimo, ndio tumekuwa tuna mawazo mengi sana. Na hili mimi limenishangaza sana kwa sababu mara nyingi tukizungumza kilimo watu walikuwa wanasema vijana wapendi kilimo, lakini zaidi ya asilimia nafikiri 70 ya mawazo tuliyopokea ya vijana yamebezi kwenye kilimo, na sio kulima kwenyewe, lakini kuongeza thamani kwenye mnyororo wa kilimo. Kwa hiyo tuna mawazo mengi hapo kwenye kilimo, lakini tuna mawazo pia kwenye viwanda.
uanzishwaji wa viwanda hasa vya kuchakata ambavyo kama nilivyosema vingi vina base kwenye uongezaji wa thamani kwenye mawazo ya kilimo, ya bidhaa za kilimo pia. Lakini chache wapo ambao wana mawazo ya kuzalisha vitu vipya kwa maana ya ubunifu. Lakini tunalo eneo la creative industry pia kwa maana ya mawazo yanayohusiana na mambo ya kiubunifu, na yenyewe pia tumeyapokea, yapo ambayo yamegusa maeneo mbalimbali ambapo ni sehemu moja hapo tunachochea vijana pia kwa wabunifu. Tunao mawazo kwenye eneo la madini pia kwa maana sekta ya madini. Tunao mawazo kwenye sekta za utalii kwa maana mnyororo mzima wa sekta nzima ya utalii pia ya. Kwa hiyo yamegawanyika kwenye maeneo mbalimbali, lakini kwa ukubwa wake au ni baadhi ya maeneo ambayo yameguswa zaidi na vijana zaidi, na tunatarajia pia kesho tutayasikia pia kwa ukubwa wake ya. Kwa baada ya mchakato huu wa vijana 100, washiriki 10 bora sasa wameshapatikana, na hao ndio ambao watashiriki katika hatua ya finali katika tukio la kilele linalotarajiwa kufanyika tarehe 5 kama nilivyosema mwezi huu mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, ni muhimu tukafahamu pia kwamba mchakato wa vijana uchumi challenge wa mwaka 2026 umeendeshwa kwa umakini mkubwa sana. Mchakato huu kwanza ulikuwa ni mchakato wa wazi ambao taarifa zake zilitoka kama nilivyosema kwenye vyombo vya habari mbalimbali, lakini tulishirikisha vijana katika makundi ambayo yanafikika ikiwemo shuleni na makundi ambayo vioni na makundi ambayo yanafanya shughuli za kimtaani. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba mchakato huu umehusisha kamati ya taifa ya vijana uchumi challenge ya mwaka 2026 ambao ni kamati yenye vijana wenyewe pamoja na jopo la majaji, wataalamu na wabobezi kutoka maeneo mbalimbali ya kitaaluma, uchumi, tafiti, ubunifu, biashara pamoja na maendeleo. Kamati ya taifa ya vijana uchumi challenge 2026 inaongozwa na Bwana Joseph Malekela, ambao ningechukua nafasi kuwapongeza sana kwa kazi nzuri ambao wameifanya wao kama vijana. Lakini kamati imekuwa na jukumu kwanza la kusimamia maandalizi kuanzia kwenye matangazo, uratibu na kupokea maombi yote. Lakini wamekuwa na jukumu la kuhamasisha, kufanya uhamasishaji, na walifanya kama nilivyosema kupitia vyombo vya habari na walizunguka maeneo mbalimbali. Lakini walikuwa na jukumu la kufanya uchambuzi wa hatua mbalimbali za mawazo hayo. Lakini pia hawa ndio tuliowakabidhi pia maandalizi ya kambi ambayo nimeizungumza, na mpaka uratibu wa hatua ya finali ikiwemo tukio ambalo litafanyika kesho.